Operation ya Kursk huko nchini Urusi imegeuka kuwa bomu la saa kwa Ukraine, ambako taarifa kamili kuhusu hicho ambacho pia kimeripotiwa ni ya kuwa operation ya kijeshi ya Ukraine au operation ya jeshi la Ukraine katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi imeonekana ya kuwa bomu linalosubiri kulipuka. Kwa wasomi wa nchi hiyo, Igor Kimakovsky ambaye ni mshauri wa mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk ameweza kuliambia hivyo shirika la serikali la Urusi maarufu kama TASS, ambako Kimakovsky amesema ya kuwa ilikuwa dhahiri tangu mwanzo kabisa, na sasa wanaweza kuona wazi ya kwamba mradi wa Kursk umewanyima wasomi wa Ukraine kadi za mazungumzo kwenye mstari wa mbele na katika masuala ya siasa, ambako upande mwingine umepata hasara zisizoweza kurekebishwa katika kila upande. Uvunjaji katika eneo hilo ulianzisha bomu la wakati kwa Kiev. Alieleza ya kuwa kupelekwa kwa vikosi vya Ukraine katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi kuliwezesha wanajeshi wa Urusi kusonga mbele katika maeneo muhimu zaidi ya kimkakati. Kuhusu jeshi la Ukraine, pia lilipoteza vitengo vilivyo tayari zaidi kwa vita katika mkoa wa Kursk, ambako yote yalikuwa hayana maana, huko Kiev imepoteza maeneo makubwa kabisa na haina nafasi ya kufanikiwa kwenye mstari wa mbele na inamaliza wanajeshi dhidi ya Urusi. Kimakovsky aliweza kuhitimisha hivyo. Pia chanzo katika duru za ulinzi za Urusi ziliweza kuliambia shirika la habari la TASS kutoka Urusi leo siku ya Ijumaa ya kuwa wanajeshi wa Ukraine wamepata hasara kubwa katika majaribio yao ya kuhamisha vifaa vya NATO vilivyoharibika karibu na Sudiza huko mkoani Kursk kwa maagizo kutoka kwa kamanda wao wa kijeshi. Kamanda wa kijeshi wa Ukraine ametoa agizo kwa wafanyakazi walio chini yao kuhamisha magari ya kivita na vifaa vingine vya NATO kutoka katika maeneo yaliyokaliwa, jambo ambalo limepelekea hasara kubwa zaidi kwa jeshi la Ukraine. Vikosi vya Ukraine vimejaribu mara kwa mara bila mafanikio kuvunja na kuingia katika mkoa wa Sami kwa kutumia magari ya kivita kubeba askari, magari ya kivita na malori madogo, ambapo vifaa vyote vya adui vimeharibiwa pamoja na wafanyakazi wake katika eneo hilo. Vikosi vya Urusi vinaandika ushahidi mpya pia wa uhalifu wa Kiev katika mkoa wa Kursk, huku miili ya wakazi wa eneo hilo waliouawa kikatili na jeshi la Ukraine ikipatikana katika kila makazi yaliyokombolewa mkoani humo, ambako katika maeneo yaliyokombolewa wanajeshi wa Urusi kwa bahati mbaya wanalazimika kurekodi uhalifu mpya wa kivita unaofanywa na wapiganaji wa Ukraine, ambako karibu katika kila makazi yaliyokombolewa wapiganaji wanakuta miili ya raia waliouawa kikatili na jeshi la Ukraine. Chanzo cha ulinzi kimeweza kusema hivyo juu ya taarifa hii. Vikosi vya Urusi viliweza kurekodi uhalifu mwingine wa kivita uliofanywa na wanajeshi wa Ukraine mnamo Machi 13, ambapo wanamgambo wa Ukraine waliwashambulia kwa risasi na kuwaua baadhi ya raia waliokuwa kwenye gari katika kituo cha basi pembezoni mwa Sudiza na kusababisha kifo cha mpanda pikipiki wakati wa uvamizi wao, chanzo kimeeleza hivyo. Na pia amesema ya kuwa vifaa husika vimehamishwa kwa vyombo vya uchunguzi zaidi.